rasmi baada ya mkutano huu tutaanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu, na kimsingi sisi tuna hasira sana na hawa mabwana, tunawataka kweli kweli, tuna shauku nao kwa sababu wanaongea sana, wanajenga sana. Sasa tunataka kukata kilimilimi, tunataka kamdomo, tunataka tuwapelekee moto ili heshima irudi kwenye mkondo wake, na hiyo kazi sisi tunaiweza, hiyo kazi sisi tunaimudu kwa 100%. Maandalizi yanaanza, naguna imeingia na hiyo kazi tunaanza rasmi hivi sasa kwa ajili ya kuanza maandalizi hayo, na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao na kwa aina ya timu tuliokuwa nayo tutakwenda kupata matokeo mazuri. Ambia vijana wako wamelala baba shamba ndio nimeambia hii press tungefanya Tambagala, watu wako watakudhalilisha. Hasa wewe na mtu ulionikata Rodi anashabikata juu kwanza kidogo, Rodi kata juu, mpe mikate yake na huu na wewe, maana tusione tunamsingizia. Na huu ndo maana Mbagala atakupiga. Kwa Mbagala kuna washamba wake Azam. Wale nchamazi kaka. Sio Mbagala hiyo. Lakini hapo Azam umeingiaje? Shukuru na kuletaje kaka. Sawa sana kukumbuka. Mimi nahitaji katika mazingira nahitaji kunaanza TV. Sasa utajulikana vipi? Wewe zanguni, Wewe ndio unakuwa maarufu. Wakati Simba inaanza ulikuwepo jibi. Simba inaanza ulikuwepo nyote sivyo? Yaani katika Tuendelee ngombe ya kaka kule. Wewe unaanza ngombe. kulia bwana. Mimi ndio usalama. Tunawasaidia hawataka. mwenezi usio na wasiwasi kaka. Kazi atapata. Namna ambavyo unaipambania Azam, utapata kazi kule Vikindu. Na kiwanda cha juisi. Na mwili wake huyu sio juisi. Unga. Naomba kwenye mikate na au Bagamoyo kiwanda cha sukari. Wale Azamu wanataka kazi. Ila nyinyi mpambanie timu zenu. Yaani kama mlizoea unyonge kwenye Azamu. Huyu tumeshamshenyeta na tunamtambia, wewe subiri zamu yako. Unifunga na acha kabisa Tambalali, unifunge hapa ndani. Leo kukufunga sisi. Thubutu. Ananiruhusu bwana. Wafungwa kwa wingi. Iko hivi. Timu ya kwanza kupigana uwanjani kwenye nchi ya Tanzania. Timu ya kwanza kurusha ngumi. Stefan Mwasika alikuwa anaitwa mchungaji. Lakini alirusha ngumi kwenye uwanja wa mpira vijana. wakati huo yeye Yeye kwa timu gani? alikuwa timu gani? Salamu Mourinho alikuwa timu gani? Hawa kweli wapambe. Alikuwa anachekelea huko. Bwana ndugu zanguni, Akasimama tena. Ushaangalia ile movie ya Kihindi, kuna mtu anaitwa Huyo muone makini. sawa. Ushaangalia ile movie ya Kihindi, kuna mtu anaitwa John Liver. Tunazungumzia mechi ya mashabiki. Kuna kazi kwa ngoja usonge sana. Au basi iko kufanya labda Uweze kumpiga doto kulwa mimi nikakubali. tafuteni wenzenu 11. Na nyinyi mcheze mechi siku hiyo. Na kwenye kumtoa ruhusu pia na viongozi. Weka na Zaka
Kitimia 11 mashabiki. Mara ya mwisho mechi ya mashabiki baina ya Azam FC dhidi ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club tulifanya TTC Launchpad. Azam FC tulishinda kutoka na Busi. Ulicheza na nani? Na wewe yako hapo. Ulicheza na Simba Sports Club. Imecheza na msimu wa ligi. Simba hizi na mzalamo. Ulicheza na timu gani? Wao uliondoka na Mbuzi kweli. Ulicheza na wewe hapo acha. Jamani tumalizie. Tunaendelea. Kweli mpambe ana nguvu kuliko mwenye mali. Ndugu zanguni, waandishi wa habari, tunaomba msaidie kulibeba jambo hili ili liweze kuwafikia watu wengi zaidi. Lakini timu zote mbili, kwa maana ya timu ya Simba Sports pamoja na timu ya Yanga, tufanye maandalizi ya kutosha kwa ajili ya kwenda kutoa burudani kwa mashabiki ambao watakuja. Lakini nitoe wito wangu na ombi langu kwa mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania, hususan mashabiki wa Simba na Yanga, tarehe 21 tunawaomba sana siku hiyo kuja kwa wingi katika uwanja wa KMC. Haitakuwa na maana yoyote, haitakuwa na tija yoyote. Tumeandaa jambo hili kwa ukubwa wake, alafu kukawa kuna mashabiki wachache kama vile anacheza Azam FC na Namungo. Tunataka siku hiyo uwanja wa KMC ujae, kwa sababu mashabiki wa timu kubwa wanacheza siku hiyo. Mashabiki wa Simba na Yanga tunacheza siku hiyo. Kwa hiyo kwa sababu ya kujaza uwanja wa KMC. Katika matawi yetu tuhimizane, na mimi nitachukua jukumu hilo la kuzungumza na viongozi wa matawi ya Dar es Salaam kuja uwanjani siku hiyo, kuwahimiza wanachama na mashabiki wao kuja uwanjani siku hiyo. Na jambo moja la kusisitiza ni kwamba hii sio mechi ya watu fulani. Isije umekaa hapa ukaona kwa kuwa yuko Mzaramu, kwa kuwa yuko Godi, basi na wewe Godi una baba mpaka kujita Godi Yanga. Agi Simba. Jela iko. Iko jela? Okay. Mzalamu wa Simba. GB 64. Mchungaji wa Simba. Mzee wa saluti. Mchungaji Agi. Agi Daniel. Uchebe wa Yanga. Sisi tuna mjumbe wa kamati tendaji anaitwa Yanga Makara. Jina kamili. Sisi sio. Ukisikia Godi Yanga ni hilo jina tu. Hata mwembe unaitwa mwembe Yanga. Unashangaa nini? Yanga uikwepi. hata kwenye jezi yenu kuna hata wewe kijana wako akizaliwa anaitwa Yanga. Kwenye jezi zenu kuna wai. Meja Yanga. Wai Yanga. Angalia hapo kwenye jezi yako. Jezi yako ipo wai. Yanga inaanza. Sio jezi tu. Kwenye timu yao pia kuna jasusi wetu. Tumeelea. Mpo kila sehemu. Amekwambia baadaye kuna pesa nini? Kwa hiyo tamuelezea hapa juu. Jambo la msingi tunawaomba wanachama wote na mashabiki wote wa timu za Simba na Yanga kuja kwa wingi uwanjani siku hiyo. Sio jambo la watu maalum. Sije kama umemuona Godi Yanga yuko hapa ukasema hilo ni jambo la kina Godi Yanga peke yao, au hilo ni jambo la kina Uchebe peke yao, hilo ni jambo sijui la kina Kizenga peke yao. Hili ni jambo letu sote. Hili ni jambo la mashabiki wote wa Simba. Lakini kila jambo lazima liwe na sehemu yake ya kuanzia. Limeanzia hapa, linaelekea kwa mashabiki wote. Ni jambo letu sote. Na sisi tutawatembelea na kuzungumza na watu wote kwa ajili ya kuomba msaada wao wa kuja uwanjani siku hiyo. Lakini sio tu hivyo, msaada wa kimawazo, namna gani tunaweza tukapata ushindi katika mchezo huo siku hiyo.
Dada, unaruhusu twende huko unakotaka? Twendeni. Au kwamba nyinyi ndio mabingwa. Tumeipokea. Tumeipokea. Mzee Otopolo Simone. Au Otopolo. Alishamsafirisha. Tayari kaenda kuanza kazi. Au mmemfukuza. Ongea mwenyewe. Swala waje. Mzee Otopolo. Kama mchome tu. Usibague watu. Kama mchome tu. Kama mchome tu. Mmemfukuza Mzee Otopolo. Kama mchome tu. Kama mchome tu. Amesafiri. Kama mchome. Kama mchome tu. Kama mchome. Kama mchome tu. Mmemfunga. Dosa wampendi. Dosa wampendi. Dosa yupo hapo? Dosa yupo hapo? Sasa unaona amekuja kama hana dini bwana. Dosa. Njoo kwenye familia yako ndugu yangu. Njoo tu. Njoo tu ndugu yangu kwenye familia yako. Mbona bwana? Anaishi kama mtoto wa kambo. Njoo tu ndugu yangu. Na mkataa. Awe mwache tu aje bwana. Mchomeleke na mahakamani. Simama hapo Dosa bwana. Mchomeleke mahakamani. Kaenda mahakamani mchome. Endelea. Anaweza kaa